Or you can say standard, accept a standard that are lower than the desirable. Au kukubali kiwango kilicho chini ya inavyotakikana. So when you accept a standard that is lower than desirable, Kikubali kiwango ambapo kipo chini ya inavyotakikana. the question from me to you is, are you prepared to compromise your safety? Anachouliza ni kuwa ukikubali hivyo unakubali kuwa maisha yako iwe hatarini. Because when you accept a standard that is lower than what is acceptable, that what should guide you and protect you, and you lower that standard, the question is, are you prepared for your safety, to compromise your safety? Kwa hivyo wewe ukikubali hicho kiwango chini, wewe unakubali kuweka maisha yako hatarini. When we look into the Word of God, Angalia neno la Mungu. let's look into what Romans chapter 3 verse 3 said. Tuangalie Warumi 3 aya ya 3. Romans 3 verse 3 said, for what if some did not believe? For what if some did not believe? Kama kungekuwa na watu wasioamini, Shall their unbelief make the faith of God without effect? kutoamini kwao kutafanya imani kwa Mungu kutofikika? God forbid. Mungu asikubali. Yeah, let God be true, Wacha Mungu awe Mungu wa ukweli but every man a liar. na binadamu awe muongo. We know our society these days, everything is compromised. Siku hizi katika dunia kila kitu wanasema ni kuelewana. They want us to believe Wanataka sisi tuamini that the way they feel, that vile mtu the anavyofikiria, way their life, they want to adopt their life, wanataka ile maisha yao vile ilivyo, that we should compromise. kila kitu ili maelewano. Agree with them that it's okay. Kubaliana nao kwa kila kitu ni sawa. But as children of God, Kama watoto wa Mungu, God who has brought us out of darkness Mungu aliyetutoa kutoka kwa giza into the marvelous light, na kutuleta kwenye mwanga, in his nature, kwa asili yake there's no compromise. hana na maelewano. So if God's nature has no compromise, Kwa hivyo kama Mungu hana maneno ya kusema, will your nature have compromise? na wewe pia utasema kwa asili yako wewe utakubaliana? The Bible made it clear in Revelation, Biblia inatuambia katika make it clear in Revelation that he said that Jesus Christ kisema kuwa Yesu Kristo is the sharp sword ni upanga mkali with two edges. na Revelation mkali mara 2, mbili, na makali verse 12. mara mbili. So Jesus Christ being the sharp-edged sword, Yesu akiwa upanga wa ncha mbili, his word that pierces the asunder of darkness. neno lake linapasua mara mbili giza. Whatever he says, Kile Yesu anasema, he doesn't have to negotiate it with anybody. hakuna makubaliano na kuongea na mtu. So he cannot compromise the standard which God has set up. Amri yake akitoa ni amri ya Mungu, hakuna kuelewana na Mungu. While he was on the cross, Alipokuwa kwenye msalaba, the enemy wanted him to compromise. Shetani alitaka atuwaelewane. But he said, Akamwambia Shetani, not my will, sio ninayotaka but your will. ila ile Baba amesema. So Jesus never compromised Kwa hiyo anything. Yesu hakuelewana chochote na Shetani. And the will of God came true. Na ile Mungu alitaka ndio ilifanyika. Therefore, Kwa hivyo, I don't care whatever anybody tells you. haijalishi vile mtu yeyote anayekwambia. When God has spoken, Kama Mungu amesema, nobody can change it. binadamu hawezi kugeuza. You can compromise as much as you want to. Unaweza kuelewana pengine na binadamu mwenzako. The only effect of your compromise Hiyo maelewano unayosema is that the sharp sword of word of God ni kuwa neno la Mungu ni becomes upanga wa blunt ncha in mbili, your life. na kama unakubaliana haitafika kwa maisha yako. When you compromise, Unaposema maelewano, the sharpness of God's word makali ya neno becomes la Mungu blunt in your life. yanakuwa si kali tena. But when you believe the word of God, Lakini ukiamini neno la Mungu, when you don't want to change it, kama hugeuzi neno la Mungu, when you don't want to bring it lower so that it will be acceptable to some people, kama hushushi kiwango chake ati ikubalike na that binadamu word will be wengine, sharp.
Sasa ni mpanga wenye And ncha when you kali. speak it, Na unavyolisema, it cuts asunder of darkness. makali yake yanakata giza. It breaks every yoke. Inapasua It kila, breaks every fetter. inavunja We are kila singing this minyororo. morning that Jesus has broken every fetter. Tumeimba leo asubuhi Yesu anavunja minyororo yote. And the only thing that will remove that from being effect in your life Na kitakalotoa ukweli huo is when you try kusaidia to maisha yako compromise ni the kusema word ati, of God. ati ukuwe You na cannot maelewano kwa neno compromise la the Mungu. word of God. Haliwezekani kamwe. You can reference whatever you want to reference. Unaweza kusoma vile God said it, Bwana Mungu and if alisema, you believe it, na kama that unaamini, will settle it. hiyo ndio mwisho. God's grace is designed Fadhili za Mungu na rehema za to Mungu free us from compromise. zinatutolea uhuru kutoka kwa maelewano. I notice some ministries, Anaangalia huduma nyingine they will say, oh, we ordain homosexuals. ati wanawachukua wale ambao wanasema They've compromised the word of mambo ya God. jinsia mbili And the word of God is no longer sharp. na kusema kuwa sasa neno la Mungu In their dealing with halina God. na ukali na makali. Because when you bring the enemy in, the enemy is the master of compromise. Sababu ukimleta shetani adui, The enemy wants you to bring down that standard anataka hicho kiwango so that it will be acceptable to everyone to kwa participate. kila mtu. I want you to understand, Nataka kila mtu ajue God who created heaven and earth Mungu aliyeumba mbingu na did dunia not seek instruction from anybody. hakuuliza mtu. He did not ask anybody, how do we do this? Hakushauriana na Mungu. He did it and put it down here Aliifanya na kuileta hapa chini to the glory of his holy name. kwa imani na jina lake. But the enemy Lakini adui is doing everything 24/7 anafanya usiku na mchana to make God's word kusambaratisha jina la Mungu ineffective in your life. ndio lisikusaidie maishani. We find out that in our society today, Ukiangalia leo hivi oh, we want to be everything for everybody. tunajaribu kwa kila kitu kwa kila mtu, You want to be everything for everybody. kwa kila kitu kwa kila mtu, And the enemy has succeeded na shetani amefanya in our schools. katika mashule The name of Jesus is no longer mentioned. jina la Yesu halisemwi. Our children can't even pray in our schools. Watoto wetu hawawezi hata kuomba. Our teachers could not lead them to pray Walimu hawezi kutoa maombi because we shuleni. want to compromise Sababu tumefanya so that maelewano everyone there will not feel out of place. hadi kila mtu asikasirishwe. How many of you live your life in your home that way? Wangapi wenu wanaishi manyumbani mwenu vile? How many of you don't have a standard in your home? Watu gani ambao hawana kiwango au mipangilio ndani ya nyumba zao? How can you survive when you don't have a standard? Utaishije bila mipangilio ndani ya nyumba yako? Most of you have a standard. You have the way you do things in your home. Kila mtu ako na mfumo katika. Some of you have places you put certain things in your home. Ndani ya nyumba kuna mahali When you get back and those things are not there, ukikuta kuwa hivyo vitu you vimesambaratika, get angry. unakasirika. You say, who removed it? Unauliza nani ametoa? Who did this? Nani amefanya Who hivi? messed up this place? Nani ameharibu? This living room was clean when I left Hapa here. mahali palikuwa Who messed this thing up? Nani Who amefanya? ate and put it in the sink? Nani I didn't do the dishes. ameweka vitu? Why this place stinks? Hapa mahali pananuka. Where is my socks? We didn't compromise those values. Hakuna maelewano ndani ya nyumba. And now we want God to sit back Wewe una mfumo nyumba yako, lakini unauliza Mungu sasa so we can compromise his ili standard. muelewane na Bwana Mungu na neno lake. But you as a human being, Lakini wewe mwenyewe kwa nyumba as soon yako, as you walked into that house, ukiingia kwa nyumba yako, it's not the way you left it when you left in the morning. ukikuta mfumo umegeuzwa You kwa ask nyumba yako, questions. unauliza maswali ya nyeti. So God has a standard Mungu ana kiwango which God has set up. ambayo ameweka And he juu, said nobody can change na it kiwango cha Mungu hakigeuki, because he is God. sababu yeye ni Mungu. He is the creator. Yeye ndiye He aliumba, owns life. ndio alileta maisha. Whatever you think you have, Chochote unafikiri your technology, if God teknolojia did not approve it, kama it Mungu will not work. haitafanya kazi. The car you started this morning, if God did not approve it, it's not going to start. Mpango uliofanya hivi asubuhi kama Mungu hakubali hautafanyika. Your nuclear weapon,
You can spend billions of dollars and put them there. If God did not approve it, when you switch it, it will not go off. Chochote ambacho umenunua kama hujakubaliana na Mungu, Mungu akisema la hakitafanyika. And since he is God, sababu yeye ni Mungu, the beginning and the end, mwanzo na mwisho, ancient of days, wa zamani, the creator, muumba dunia, compromise is not in his nature. haiko kwa asili ya Bwana. He cannot compromise his standard. Hakuna maelewano kwa And you should not compromise God's standard. na usifanye maelewano kwa kiwango cha Mungu. I took my car Alichukua gari lake for oil change. kugeuza oil. The dealership, as soon as I drove in, somebody that came out there, Alipoenda pale kwenye kampuni ya magari, I was looking at this person. He looks like a woman, but trying to be like a man. alipata yule hakujua kama ni mwanamume au ni mwanamke. I looked at her. Alimwangalia. I said, do I tell her not to touch my car? Akasema, "Je, nimkubalie kuguza gari langu?" I said, no. Akasema, "Da." So I left her and went inside Akaenda ndani, and told them what I needed for the car to be done. akasema kile alitaka Why should human being, sababu gani binadamu whom God actually created, ambaye aliumbwa na Mungu beautiful, kwa uzuri wake, because God made us in his own image, sababu Mungu alitutengeneza kwa umbo lake, now trying to change sasa anajaribu to be kugeuza somebody else? kuwa jambo tofauti, And you say I should tolerate it. na useme ni You lazima say I should nikubali, compromise it. useme lazima kuwe You should say makubaliano, I should not discriminate na about it. kusema You say I usibadilike, shouldn't say anything about it. usiseme neno lolote. When you say something, say what the word of God says. Ukisema sema vile imeandikwa na And neno la anybody Mungu. that challenges it, Na yeyote anayepinga tell him he's challenging God. mwambie anapinga Bwana Mungu, Because the word of God sababu neno la Mungu is sharp. ni It cuts to the bone marrow inakata of ndani ya our nature. So that when the word of God goes out, Kwa neno la Mungu linapotoka, when they start complaining, wakianza you kunungunika, know that he has caught them somewhere. ujue amewaita And mahali it's painful. na kuna And they do uchungu not want to accept it. na hawataki kusikia huo uchungu wa So ukweli wa as Mungu. children of God, Kama watoto wa Mungu we don't need to compromise anything. hakuna maelewano kwa That chochote. doesn't mean that you don't love them. Sio kusema kuwa huwapendi, You can love them as much as you want to. unaweza kuwapenda But vile as long as you do not compromise the word of God. ingawa bora msikuwe You na have to maelewano kwa speak neno the la truth. Mungu. Lazima useme ukweli And tell them na uambie that the God whom I know, na yule Mungu whom I unayemjua, read his word, yule nasoma neno lake is God. ni Mungu, And this is what he said. na Mungu anasema hivi. Could you imagine Peter Unaweza kufikiria when he was Petro going to the beautiful, going to the temple? alipokuwa anaenda kwenye hekalu, He ran to a man who didn't have anything, was asking for alms. alimkuta mtu akiomba He pesa. was asking for alms for some money to help himself. Alikuwa anaomba pesa za ajisaidie. But Peter, who has Jesus Christ, Lakini Petro ambaye ana Yesu moyoni mwake, whose word is sharp, ambayo neno lake ni upanga mkali, two-edged sword, akasema, it goes front and backwards. akachukua huo upanga Peter unaokata looked mbele at na this nyuma, man. akamwangalia huyu mtu, Said, silver and gold have I not, akamwambia fedha na dhahabu sina, but in the name of kwa Jesus, jina la Yesu, that name that has power, hilo jina ambalo lenye that name nguvu, that has so sharp sword, hilo neno rise linalosimama up and walk. na A utembee. man who has been there almost 40 years. Alikuwa mtu hapo That miaka word 40, called all the things that is holding him down. na yale It's yote the ambayo same alikuwa word that you ameshikilia have chini, this morning. ambayo You cannot compromise it. huwezi God's word is sharp. Neno la Mungu lina It comes to bring makali changes. na haligeuki, It comes to bring changes. Let's linakata look kugeuza at mtu. Acts of Apostles chapter 3 verse 16. Tuangalie kitabu cha Matendo Acts of mlango wa Apostles chapter tatu, 3 verse 16. mlango wa 3 aya ya 16. What did that verse say? Hilo linasema nini? Acts of Apostles say, and his name, through faith, Na kwa in jina his lake name, wa imani have made this man strong. nimemfanya Whom huyu you mtu see kuwa na and nguvu, know. ambaye Yea, mnamuona the faith in him, hiyo imani iliyo ndani yake, the faith which is by him, had given him this perfect soundness in the hiyo presence of imani you all. mmeiona ikimgeuza na kumponya huyu mtu katika macho yenu, Because the word of God is true. kwa sababu neno la It Mungu ni ukweli, cannot change. haligeuki, It cannot change. haligeuki. You cannot negotiate it. Huwezi kuwa na maelewano. Somebody could go and do surgery as much they want to do.
Mtu anaweza kwenda kugeuza I'm geuza. telling you that who was born a man, Na kuambia kwa nini zaliwa mwanaume. Sasa I amekuwa want you to mwanamke. use the same restroom with them. Na kuambia sasa kama That's a lie of mwanamke. the devil. That's a compromise that we can never accept. Huo ni uongo wa No, I shetani. don't care what the economy is saying. Whoever is trying to bless you with what? That is not of God. Inavyosemekana hayo yote si ya Mungu. Who told you Nani alikwambia? that you're no longer the man God has Atuwe si created? mwanaume wewe ni mwanamke sasa. It has to be the devil. Shetani tu. It has to be the devil. Shetani tu. It's just like somebody who doesn't have a high school degree, Ni kama mtu hajasoma diploma ya high school and tomorrow he say I've changed. na kusema kesho amegeuka. I'm not a PhD. Saa hii nina shahada ya udaktari. And he said, come and make a law so I get a job as a PhD. Tafadhali mgeuze sheria mnipe shahada ya udaktari. Will the government change their standard? Je, serikali itageuza kiwango? Then why is it that it's God's standard that they can change? Basi kwa nini tunasema And kwa change it tugeuze easily. mfumo wa Bwana Mungu na tuigeuze neno la Bwana Mungu? Eh? It's God's own standard. Mfumo wa Mungu ni kiwango cha They Mungu. can change to accommodate everybody. Haiwezi kugeuzwa ili kuwa na maelewano You na can kila see mtu. what the enemy is doing. Unaona vile shetani anafanya? The enemy has come in a very subtle way. Amekuja kwa njia ya werevu polepole. He knows that when God speaks, Anajua kwa Bwana Mungu anavyoongea, that word can never come back to God void. hilo neno haliwezi kurudi kwa Mungu bila. And he knows that God's word is sharp. Na anajua neno la Mungu ni ukali wa It panga. breaks every yoke. Unapasua kila When you minyororo. open up your heart and it comes in, Ukifungua moyo wako, It changes Bwana Mungu your life. akiingia anageuza maisha because yako. while we were yet sinners, Sababu tulipokuwa Christ bado died. tukikosa, and then he said, Yesu as many alikufa. as receive him, Na akasema kila mtu to them he atakayempokea gave power atawapa to nguvu become the children of kuitwa God. watoto wa Mungu. So you have the power Kwa hivyo una to nguvu become the child of kuwa God. mtoto wa Mungu. And nobody can change that Na standard. hakuna atakayegeuza. Some people wanted to understand it. Watu walitaka kuelewa He said, this change you're talking about, haya mageuzi unayosema, how can we know about it? tutajuaje Bwana Yesu? Jesus said the Yesu akawajibu, breeze blows. You don't see it, but you know it's there. akasema neno la Mungu linakuja kama upepo, hulioni lakini liko ndani ya roho yako. The air you breathe, Hewa unayopumua, how do you know it's there? unajuaje? Je, unaiona? How do you know it's there? Unajua hiyo hewa unaiona na macho yako? So when you open your heart, Kwa hivyo ukifungua roho yako, Jesus comes in. Yesu anakuja, ingawa humuoni na That's macho. a change. Anageuza roho yako, That's a change. anageuza roho yako. It's no longer you that lives, Sio wewe sasa but unaishi, Christ that lives in ni you. Bwana Yesu aliye rohoni And mwako when ndiye Christ lives in anaishi. you, Na Yesu anavyoishi rohoni mwako, the enemy will no longer dictate. shetani hawezi kuja He kukusambaratisha said, akili. you are a royal priesthood. Kusema sasa wewe Do you una know what it ukoo wa means? A royal kifalme. priest what? Priesthood. That has been called out of Ukoo what? wa kifalme. And the enemy did not like that. Na shetani hapendi kwa The enemy umetakaswa. used to be a royal priesthood. Yeye shetani alikuwa And ametakaswa because kwa of his ufalme wa Mungu, disobedience, lakini kwa kutotia he amri ya was Mungu cast down here. akatupwa chini duniani. His purpose is to make us the way he is. Lengo lake ni kutugeuza tuwe kama shetani mwenyewe. And he knows that if he comes directly, Na anajua akikuja he moja might moja not succeed. hawezi. So now he used the word of compromise. Sasa anatumia neno maelewano, Oh, because these people did not look like you. sababu hao watu hawafanani na You wewe. cannot discriminate against them. You Wewe need to usiwabague. compromise. Anasema mashoga. God made a man and a woman in the garden. Bwana Mungu alipoumba binadamu aliumba mwanaume na mwanamke. Not Adam and Steve. Sio Adama na Stefano, alitengeneza Adama na Hewa. It was Adam and who? Alikuwa Eve. Adam na Eva. So Steve was not there. It was Eve. Hakutengeneza Adama na Steve. And now our society Na sasa wants us to compromise. tunasema ati tuelewane. That should be Adam now and Steve. Sasa ni Adamu na Stefano. We need to be very careful. Amen. Kuwe waangalifu. You cannot compromise the word of God. Hakuna maelewano I kwa don't neno care la Mungu. how convenient it is for you
hata useme kuwa unanikuwa We're not talking kujisikia. about convenience here. Hakuna mambo ati hii. Because if we are talking about convenience here, Kama ni kusema kinachofanyikana, when God wanted to deliver Israel Mungu alipotaka kuokoa Israeli from Egypt, kutoka Misri, a journey that would have taken them few days safari ya siku chache took them 40 years. iliwachukua miaka And 40. moreover, Na tena he said, you going to the wilderness nyinyi kwenda jangwani to worship me. muende muni abudu. In the wilderness, Jangwani there's no air condition, hakuna ati hewa baridi, there's no building, hakuna mijengo, no chair, hakuna viti, no even water, hakuna hata maji, no house. hakuna nyumba. So everything there, Kwa hivyo kila kitu jangwani God has to provide it. lazima Mungu And how will he provide it? na atawapa He je? will provide it Atawapa if you believe kama unaamini Amen. and trust him. na kumwamini. That is the God we serve. Huyo ndiye Mungu God tunayemwabudu. does things from nothing. Anachukua vitu kutoka kwa kitu ambacho hakipo. If God wants to bless you, Akitaka kukubariki, what he wants to bless you with, if it's not available, kama kile anachotaka kukubariki nacho hakipo, he creates it anakiumba for you Amen. ili kiwe chako, because he loves you. sababu anakupenda. Because he loves you. Sababu Amen. anakupenda. Elijah, Elijah 1 Kings, katika kitabu cha Wafalme chapter cha 18, kwanza verse 21. mlango wa 18 aya ya kwanza. And Elijah came near to all the people and said, Elijah akaja kwa halaiki ya watu na kuambia, how long had he been between two opinions? ni kwa urefu kwa muda gani mmekuwa kwa How long mafikirio have mawili? you been between two opinions? Mmekuwa kwa mafikirio, katikati ya mafikirio If the mawili. Lord be God, Kama Mungu ni Mungu, follow him. fuate. And the people answered him and said, Na not watu a word. wakamjibu, Because they didn't answer. They were wondering because they already compromised. watu hao walikuwa roho zao zimesambaratika. Elijah said, Elijah akawaambia, something has to happen. jambo lazima lifanyike. He said, if God is God, Kama Mungu ni Mungu, follow him. mfuate. But if it's not God, Lakini Mungu kama si Mungu, follow Baal. mfuateni Bali. So since they didn't want to respond, Kwa hivyo sababu hawakujibu, then Elijah called the Baal prophets. halafu Elijah akawaita wafuasi wa Bali. He said, you come, let us see which God has a sharp-edged sword. Akawaita watume wa Bali, akawaambia, hebu tuone kati ya Bali na Bwana Mungu, tuone If nani you wa call kweli. him, he should answer you. Nyinyi mkimuita atawajibu. They agreed. Wale manabii wa Bali wakakuja. 450 of them, Walikuwa manabii 450, bigger than this everybody here, wengi kushinda kanisa hili, triple. mara 3 kushinda kanisa hili. So they came Wakakuja manabii wa Baal, and start calling on their God. wakaanza kuita mungu wao wa bandia. They made their sacrifices. Wakafanya kafara, They call on God. wakaita jina la miungu yao. Elijah asked them if the God is sleeping. Elijah akauliza, huyu Baal mungu wenu amelala Or probably he has gone to buy some french fries. au ameenda kununua chakula Or he's ordering some pizza. au ameenda kuoda pizza? And they call on from morning till night. Na kutoka asubuhi mpaka jioni wakaita jina la mungu wao Baal. Their God did not respond. Huyo mungu wao wa bandia hakujibu. Then Elijah said, okay, Alafu Elijah akasema, I'm going to call on my own God. hebu niite jina la Yehova. So Elijah started from negative. Elijah alianzia nyuma. He said, where my God is coming to consume with by fire, Pale mungu yangu anakuja kuchukua na moto, pour some water on it. weka maji hapa. They poured the first one, said, pour some more. Wakamwaga maji, wakamwaga mengine. Pour some more. Wakamwaga maji mengine, They filled that place with water. wakajaza na maji hapo mahali. Elijah did what he did for the sacrifice. Elijah akatoa maombi kwenye kafara And hiyo look up to heaven na akaangalia mbinguni. and call this God I'm telling you about this morning. Akaita jina la Jehova. He said, God, Akasema, Jehova, if you're God in heaven, kama wewe uko mbinguni, come and consume with fire. kuja chukua kwa moto. Come and consume with fire. Kuja chukua kwa moto. And in a twinkle of an eye,
na fire came lile moto ulishuka and consumed na ukachukua that sacrifice, hiyo kafara that water. How ambayo many of you have been able to put a fire where there is water? nani ameweza kuleta moto penye maji? That's the kind of God you serve. Ndiye Mungu tunaabudu. Water can become fuel in the hand of God. Anachukua maji na What God has in his hands kile Mungu anacho mikononi to mwake declare himself in the eyes of people anaweza kugeuza kwa macho ya sisi binadamu, is in your mouth. iko kwa mdomo yako. I say what God has in his hands Ile silaha Mungu to anayo declare himself ni neno lile to the hapo people of this world kwa watu hapa is in duniani, your mouth. ni vile unasema kwa mdomo wako. Do you use it? Unatumia semi yako, Do you use it? unasema neno Because la when Mungu, you speak, kwa sababu ukinena neno la Mungu kwa mdomo wako, it goes hilo neno la Mungu linatoka and kama break upanga every barrier, na linavunja kila everything pingamizi. enemy has placed against you. Pingamizi zozote ambazo adui shetani ameweka, God wants to break it in your life. Mungu anataka kuivunja yote kwa maisha yako. Some people are very afraid of so many people out there. Watu wengi wanaogopa halaiki ya watu pale. Why should a child of God be afraid of somebody? Kwa nini mtoto wa Mungu aogope binadamu? Why? Kwa nini? We notice that Elijah, after he defeated 450, La ajabu ni kuwa Elijah baada ya kutumia neno la Mungu kuwashinda manabii 450 then alikuwa the na woman said, alafu mwanamke akasema, Jezebel, huyu mwanamke aliitwa when they Jezebeli. told him that all her prophets, all their God, Jezebeli akasema wewe na manabii wote wa ya Jehova, he said by this time tomorrow, ikifika jioni kesho Elijah will be dead. Elijah atakuwa amekufa. Elijah, being a human being, Elijah kama binadamu who knows what God did just yesterday, ambaye alijua kuwa siku ya awali Bwana Mungu alimaliza wa manabii wa Baali 450, sasa akaogopa and was running away. akaanza kutoroka. Because of that, Sababu hiyo when Elisha, his servant, wants to take over, Elisha ambaye alikuwa mfanyikazi wake alipotaka kuchukua Elijah asked him, what do you want? Elijah akamuuliza Elisha, unataka He nini? said, I need a double portion of your gift. Akasema kile kipawa Mungu amekupea nataka maradufu, yani mara mbili. The first portion Ya kwanza does miracles. hiyo miujiza. The second one Ya pili is not afraid of anybody. nisiogope mtu yeyote. So that Elisha Kwa hivyo Elisha never ran from anybody. Elisha hakutoroka. Even when the Syrians sent the military Hata watu wa Syria to walipotoka go and arrest him, kwenda kumshika, when that military was coming, lile jeshi lilipofika, Elisha's servant saw them. mfanyikazi wa Elisha He was alipoona panicking. akaogopa. And Elisha said, Elisha akamwambia, God, open his eyes Bwana Mungu so that fungua he will macho yake see aangalie juu na that aone those who are for us ya majeshi ya wale are more than walio those against us. ndio mengi kuliko majeshi ambayo And when the yanapigana. Lord opens the servant's eye, Na Mungu alipofungua macho ya mfanyikazi wa Elijah, fear left him. mtumishi wa Elijah uoga ukaisha. And those who came to arrest him, Na wale waliosema kwa wanakuja he used the word of God in his mouth alitumia neno la Mungu and said, God, let them be blind. akaambia Bwana Mungu, wacha wawe vipofu. Do you know you can speak likewise Hata wewe when you unaweza are kuongea vile standing in the midst of God and human beings? ukiwa katikati ya binadamu na Mungu, unaweza And when you kuzungumza, speak it, na ukisema neno la Mungu, God honors it. Mungu atafanya I've tendo. never spoken anything in the name of the Lord, Pastor anasema kwa In the hakuna ears neno of people, amesema kwa and God masikio did ya not honor watu, it. hakuna neno alilosema ambalo Mungu hakulitenda. I told you that the water that will be having problem over here. Do you remember when I said it's over? Wakati maji I said it's not going to leak anymore. ilikuwa Because inajaa, everything we do is finite. akasema haya maji mtaona We yakikauka. spend money in it. I said, this is not from God. It has to be from the enemy. Bado ina Then I stood here and said, I don't care what kind of rain we have. akakuja akasema That hata place iwe is no mvua longer gani
hapo mahali patakauka. And God honored it. Na Mungu It's not me, it's him. He wants us to use his word and speak it. Na kulinena. And God will use his 8 swords na Mungu atatumia neno and hilo break kama all upanga wa the swords makali of the enemy. kusambaratisha Everything mipango ya that adui will be shetani. struggling in your life, Chochote ambacho the word of God wants to break it. neno la Mungu litavunja He has vunja, broken every fetter. litavunja kila When I know that God has given me a message, kama Bwana Mungu amempa ujumbe. God always, either through songs, Mungu analeta because when they sing it that Jesus has broken every analeta huo fetter, ujumbe I said katika that's it. nyimbo na maombi, Because God cannot compromise his nature. sababu Mungu hawezi We cannot kusema kuna compromise his maelewano word. katika asili yake. Jesus said in John 14 verse 6, Yesu alisema katika kitabu I cha am the way, Yohana, I am the truth. mimi ndio njia, mimi I'm ndio the kweli, life. mimi ndio maisha. No one comes to the Father Hakuna ajaye kwa Bwana except Mungu through him. asipitie kwangu. Some people will ask you, do you mean that these people with this religion, they are not Christians or they are not going to God or whatever? Watu wengine watakuuliza, je, hawa watu wa dini zingine Just tell them what the word of wataenda God said. mbinguni nao pia? He said he's the way, the truth. Pastor anasema Bwana Yesu alisema kwa Bwana Yesu peke yake ndiye njia That's right. na ndio So ukweli. if the word of God says it, and I believe it, that's settles it. Kama Bwana Mungu amesema, I don't have to compromise it. si I lazima don't kuwe na have to change maelewano. Unasoma I don't neno have la to do anything Mungu, about it. unasoma moja kwa moja. Just believe the word of God. Liamini neno la Mungu I say moja just kwa believe the moja. word of God. Amini neno la Mungu moja kwa moja. Imagine Shadrach, Meshach, and Abednego. Fikiria Shadrach, Meshach na If you Abednego. look at Daniel chapter 3 verse 16, Soma kitabu cha Danieli 3 mstari wa 16. let me tell you one secret. Atakupa siri moja. What you go through Ile mapito ambayo una is not physical, na haifanyiki. it's spiritual. Shida si binadamu, shida iko kwa The enemy already knows your faith. Shetani anajua imani yako. Because the enemy knew that Shadrach, Meshach, and Abednego, they believe in God Almighty. Sababu shetani alijua Meshach, Shadrach na Abednego walijua neno la Mungu. So he entered into the leaders of the community. Kwa hivyo shetani alipitia katika roho za viongozi. They know that these three worship God Almighty. Wanajua Meshach, Shadrach na Abednego wanaamini Mungu Jehova. The enemy want them to be trapped so they can kill them. Alitaka wanaswe ili wauawe. So they concocted and made a law Kwa hivyo wakatengeneza sheria ya which bandia the king approved. ambaye mfalme aliweka. That they are going to make an image. Kwa hivyo wanaenda kutengeneza sanamu. That image will represent their king. Hiyo sanamu ndio itakuwa mfano. Do you know who their king was at that time? Na je, mwajua mfalme wao alikuwa nani? He said, when we shout, everybody should bow for that image. Wakasema wakipaza sauti kila mtu asujudie. Because the enemy wants Shadrach and Meshach and Abednego to compromise their nature. Sababu shetani anataka Meshach, Shadrach, Abednego wasujudu na kuamini sanamu. Let me read what Shadrach and Meshach and Abednego said. Na hivi ndivyo Meshach, Shadrach na Abednego walisema. They answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, Wakamwambia, ewe mfalme Nebukadnezar, we are not careful sisi to answer thee in this matter. hatuna haraka, bali tuna uangalifu kukujibu kwa hili swali ambalo Hallelujah. umeuliza. When you tell a king, Ukimwambia mfalme, do you know that kings, they are not voted? unajua mfalme haingii katika wadhifa wake. Where you say you can vote them out. Yeye huwa amezaliwa pale, kwa hiyo huwezi kusema utapiga They are kura king, utoe. they can kill you when they want to kill you. Mfalme ni mfalme, anaweza kukuua akitaka. If the king wants to have your wife, he will have your wife. Mfalme akisema atachukua bibi, akitamani bibi yako If the king atachukua. wants to take your children, he will Akitamani take your watoto wako children. atachukua. Anything the king wants, he gets. Chochote mfalme anatamani anachukua. So these three Kwa hivyo hawa vijana watatu understood all this. walielewa huo ndio mfumo wa And ufalme. the king was there and was expecting them to bow. Sasa mfalme alipotoa hii amri, And yeye they said, alitaka we are not wamsujudie. careful to answer thee. Mahali ya kumsujudia And wakamwambia, they said this haya maneno way tupeleke that pole the king pole. can just say, kill them. Na wanavyosema Go to verse 17. apeleke pole pole, walikuwa wanajua. Verse 17. He said, if it be so, our God whom we serve
is able. Kama mfalme tunayeabudu atatutoa kwenye moto, To deliver us atatutoa from the burning fiery furnace. Atatutoa kwenye moto ambao unataka kututupa. And he will deliver us out of thy hand, O king. Na atatuokoa kutoka mikononi mwako, ewe mfalme Nebukadnezar. So I stand here to tell you Sasa pastor anasema hivi, that the God you serve yule Mungu tunaamini is able to deliver you anaweza from kukuokoa every impediment, every obstacle, every hill, every valley the enemy has positioned against you. ile silaha yote ambayo adui shetani ameweka. And verse 18, Na mstari wa 18, they told him, even if our God decided not to do it, hata kama Mungu wetu Okay. hafanye, wewe mfalme, that we will not serve thy God, hatutaabudu miungu we will yako worship thy golden image, na hatutaabudu sanamu hii ya dhahabu which thou hast set. ambayo They umeutengeneza. said they will not compromise their value. Walisema hakutakuwako na God's maelewano nature wala makubaliano, Cannot compromise, could not be sababu compromised. asili ya Mungu hakuna maelewano. And the king said, okay, Mfalme akajibu, let us see. hebu tuone. He said they should rekindle that fire. Akasema huo moto wekeni makali, Triple it. ongezeni moto And they did. mara 3. And then it Na commanded moto, them to go and drop them in the fire. na moto ukaongezwa na akaamuru And God, being wawekwe God that watupwe we serve, motoni. Na huyu Mungu tunaye, in order to tell the people who are there that that's real fire, kuonyeshe kwa huo moto ulikuwa moto he let the false people who carried them die before they could get there. wale waliopeleka Meshak-Shadraka How can you be carrying somebody to throw in the fire? You die first with the na fire killed wakaungua. you. Before now, God said, okay, send some other people to go and put them there. Waliojaribu kuarusha motoni waliungua. So when they brought other people that put them there, Walipokuwa wameingia motoni, hallelujah, they were there. walikuwa pale motoni, The fire became an air condition. moto ukawa ni baridi, And they were walking around in that fire. na walikuwa wakitembea motoni. And God opened the eyes of Nebuchadnezzar. Na Nebukadnezar macho yake ikafunguka, And he saw the fourth person. na akaona hawakuwa watu watatu motoni, And when he bali saw the walikuwa first watu wanne. person, Na huyo mtu wa nne, he said, this has to be God. huyo mtu wa nne lazima ndiye Mungu. And that's when he gave us a song that when we sing it like this, we are jumping. Na hapo ndio Mungu The song that said, Jehovah is the most high God. ambao unasema Jehova ndiye Mungu mkuu. So from the voice and the mouth of an unbeliever, Kwa hivyo kutoka kwa mdomo wa he acknowledged that God is the most high. alikubali kuwa Mungu ndiye mkuu. Anytime God wants to manifest himself, Wakati wowote Mungu anapotaka he kujionyesha lets kwetu, the enemy anaacha do adui certain things that are stupid, kwa kusema maneno ambayo haeleweki. so that he will use your mouth. Kwa hivyo atatumia mdomo wa mtu ambaye hata To speak out. asiyeamini atazungumza. The God we serve Mungu tunayabudu is your God. ni Mungu. I don't want you to undermine God in any form. Mungu muache Mungu awe Mungu, No na matter what msijaribu anybody is kusambaratisha saying neno or lake, doing, na msijaribu kushusha neno lake trust him. hata isemekane chochote. Trust him. Amini Mungu. When Song of Solomon chapter 2 verse 15, he said, catch the foxes, Katika wimbo wa Solomoni, the little foxes that spoil the vineyard. chungeni mbweha wadogo wanaoharibu. When you start compromising, those are little foxes. Ukianza kufanya maelewano, They sasa spoil unakubaliana the vineyard. na mbweha ambao Where the wanaharibu word of mzabibu God has been planted. ambako neno la Mungu limepandwa. So those little foxes Kwa hiyo hao mbweha do wadogo not want the word of God to blossom in your life. hawataki neno la Mungu liimarike maishani mwako. That's why 2 Corinthians chapter 6 verse 16 said, Ndio sababu wa Korintho What agreement ya 6:16 inasema, has the temple of God with idols? je, kuna makubaliano gani kati ya hekalu la For Mungu we na are sanamu? the temple of the most living God. Sababu roho zetu ni hekalu ya Mungu, As God said, na Mungu alisema, I will make my dwelling among you.
nitaishi katika roho I'll zenu walk among you, na nitatembea and katika I will zenu be your God, na nitakuwa and Mungu you wao will be my people. na mtakuwa watu wangu. That's what God said this morning. Bwana Mungu alisema leo, You are God's people. nyinyi ni watu wa Mungu, Don't underestimate yourself. msijishushe chini. I said, don't underestimate yourself. Msijishushe chini. The only time the word of God will not be sharp Wakati ambalo neno la Mungu halitakuwa na is makali when compromise ni wakati wewe utapofanya makubaliano na watu wa has shetani set in your life, maishani mwako, because that is not God's nature. sababu sio asili ya Mungu. No one that compromise Yeyote anayefanya makubaliano na shetani that experience power of God. hawezi kuona mkono wa Bwana. Where we took our Bible lesson this morning, Pale tumesoma kwa Biblia leo asubuhi, sons of Sceva, wale wana wa Skeva they saw how sharp the word of God was waliona kuwa neno la Mungu ni panga na when makali. Paul was ministering. Paulo alipokuwa akihubiri, People were being healed. watu walikuwa wakipona kwa People miujiza, were being delivered. watu walikuwa wanaopolewa. When Paul left, Paulo alipoondoka and they want to manifest themselves, na wanataka kutumia neno la Mungu vibaya, they said, in the name of Jesus, wakasema tokeni kwa in jina la Yesu whom Paul preaches, anayehubiriwa na Paulo. the God you serve Mungu mnayeabudu is the one you preach. ni yule It's not the unayehubiri, one somebody else preach. sio yule mwingine Because when it anahubiri. becomes the one somebody else preach, Kwa hivyo mwingine akisema jina lake na the evil haamini, spirit will know that. hata shetani wabaya You watajua will say, vile. Jesus, I know. Pepo wabaya watasema Yesu Paul, I know tunamjua, too. hata Paulo Who tunamjua. are you? Na wewe ni nani? That will not be your portion this morning. Haitafanyika leo. Your portion is you, a child of God, Nyinyi ni watoto wa Mungu and the word of God in you. na neno la Mungu rohoni mwenu. Nothing will quench that fire. Hakuna kitakachopoesha moto huo wa neno la Mungu. Do not ever compromise the biblical values. Usiseme makubaliano na shetani kwa yanayohubiriwa kwenye Biblia, No matter who feel inconvenienced, ati sababu tu utakasirisha mtu. it's not your word. Si neno lako, Don't take it as your word. si neno lako. Just tell them God says so. Sema Bwana Mungu The alisema. God I serve says so. Neno la Mungu If you linaloabudu want linasema to hivi. change it, you've answered to Him. Kama unageuza neno la But to Mungu, me, I'm not going to stand here and allow you to say, I have to change it. It's not going to happen. Pastor anasema huwezi kugeuza neno la Mungu. Compromise Makubaliano na shetani will not be your nature. haikubaliki kwa asili ya Mkristo. Bow your heads with me. Na tuombe. I know as the word of God was going out this morning, some of you remembering articulating things. Some people have come to the point they say, oh, okay, they can have civil union. They can have that and that. It doesn't matter to me. Anything that compromises God's standard. Makubaliano yoyote yanayoshusha neno la Mungu. So never compromise no matter what. Kwa hivyo tusikubaliane na shetani That lolote doesn't liwe. mean we don't love them. Sio kusema kuwa hatupendi The word wanao. of God has to be spoken. Neno la Mungu lazima lisemwe. Is there any area of your life this morning Yuko yeyote hapa kwa you maisha yako feel that you've compromised? ambaye anafikiri alikuwa na makubaliano na shetani? Talk to the Lord. Ongea na Mungu kwa maombi. I said talk to the Lord Ongea na Mungu kwa maombi and ask Him for forgiveness.